Watu wawili wameripotiwa kufariki dunia na wengine 48 kuokolewa mara baada ya boti ya MV Kalebezo kushika moto na baadaye kuzama katika ziwa Victoria usiku wa kuamkia Julai 9, 2026 wakati wakisafiri kutoka kisiwa cha Gosba kuelekea jijini Mwanza. Manusura wa ajali hiyo wameeleza kuwa tukio hilo lilisababisha taharuki kubwa miongoni mwa abiria, huku baadhi wakilazimika kuokoa maisha yao kwa kujitosa majini kabla ya kufikiwa na vikosi vya uokoaji. Akizungumza wakati wa tukio hilo, afisa mfawidhi wa mamlaka ya usimamizi wa usafiri wa baharini na majini Tanzania TASAC, Mhandisi Paul Musokwa, amesema watu wawili waliopoteza maisha ni mtoto mwenye umri wa miaka 10 na mwanaume anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 60, huku akisema operesheni ya uokoaji ilishirikisha vyombo mbalimbali ili kufanikiwa kuokoa abiria 48. Mhandisi Musokwa ameongeza kwa kusema uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha moto uliosababisha ajali hiyo, huku mamlaka husika zikiahidi kutoa taarifa zaidi mara baada ya uchunguzi kukamilika. Nilichokifanya niliangalia sehemu ambapo maboya yalipo na kuchukua boya langu na kuona wengine wameshaanza kudumbukia kwenye maji na mimi nikadumbukia kwenye maji. Lakini kingine pia ningeweza kuwashukuru TASAC kwa sababu kuna kipindi walituchukua vijana wa Mwaloni hapa wakaenda wakatufundisha kuogelea kutumia maboya, na hiyo ndio imenisaidia jana kwa sababu ilinipa ujasiri, sikuwa na pressure, niliweza kuogelea na mpaka ambapo walikuja wale wavuvi ambao wanavua dagaa ndani ya ziwa Victoria wakatuokoa kwa muda huo na kutupeleka kisiwani. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea, nashukuru Mwenyezi Mungu na nashauri abiria wengine ambao wanasafiri sana majini wasisahau kuvaa maboya. Life jacket zinasaidia, na isingekuwa life jacket hata mimi mwenyewe nisingekuwepo hapa. Tukio la jana lililotokea majira ya saa 7 usiku ilisababishwa na kutokea moto engine room. Lakini tulivyojaribu kuwahoji kidogo chief engineer wakasema kwamba labda njia zile za water system kwenye wilikula labda ziliziba zikasababisha engine overheat. Ushauri kwamba abiria wanapokuwa wanasafiri kwa njia za maji hakikisheni kwamba wanavaa vifaa kama life jacket kwa ajili inapotokea dharura ya aina yoyote. Ila kuhusiana na hii boti ambayo ipo ziwa Victoria, kusema ukweli niseme nashukuru sana waliojitolea kutoa hii boti kwa sababu imetusaidia pakubwa. Kwanza msaada wa haraka, cha pili kuwafikisha manusura sehemu kupata huduma kwa haraka. Kwa hiyo niseme kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niseme asante kwa sababu ya hii boti. Katika mradi ambao umekamilika hivi karibuni, TASAC ilitekeleza kwa kununua boti 3 za uokozi ambazo ziko ziwa Victoria, moja ikiwa ni ambulance na 2 ikiwa boti za dharura au boti zinazoenda haraka ambao ni search and rescue, ambao moja hapo imetumika leo kwenye hili zoezi la kuokoa hawa ndugu zetu ambao walipata shida kwenye boti ya MV Kalebezo. TASAC tulipokea taarifa hii alfajiri majira ya saa 11 kasoro, pamoja na timu nyingine tukishirikiana nazo kama polisi marini, jeshi la zimamoto. Lakini wakati huo wavuvi ambao walikuwa karibu na eneo la tukio walikuwa wanaendelea na taratibu za kuokoa wale ambao walikuwa na uwezo wa kuokoa. Kwa hiyo tulifanikiwa kufika eneo la tukio majira kama ya saa 1 kasoro na kufanikiwa kuendelea kumalizia watu ambao walikuwa wapo kwenye maji, kuwaokoa na kuleta sehemu ambayo ni salama, sehemu ya nchi kavu ambayo inaitwa Bwilo. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza waliokolewa watu 33 ambao walipelekwa Bwilo, na baadaye wengine wakaokolewa watu 14 ambao walipelekwa kisiwa cha Liamwenge ambao kipo jirani na Kunene, na hapo ndipo sehemu jirani ambapo boti ilipata tatizo. Ilikuwa katikati ya kisiwa cha Kunene na hicho kisiwa cha Liamwenge. Kwa hiyo watu hao wote baadaye tukawakusanya wote kwa pamoja kwa kutumia boti hii pamoja na boti ya polisi marini tukawapeleka Bwilo, ikiwa wale ambao waliokolewa awali 33 walikuwa washakimbizwa hospitali ya wilaya na Nasio. Katika zoezi zima la uokoaji kwenye chombo kulikuwa na abiria 36 na vibarua au watendakazi wale makuli wa kubeba mizigo walikuwa 10 na 4 walikuwa ni mabaharia akiwa na nahodha kati yao. Kwa hiyo ukijumlisha hapo haraka utapata idadi ya abiria au watu ambao walikuwa kwenye chombo ni 50. Kwa hiyo katika zoezi zima la uokoaji tumefanikiwa kuokoa watu 48, lakini watu 2 walipoteza maisha. Na
ambaye mmoja ni mtoto anakadiriwa kuwa na miaka 10 na mwingine ni mtu mzima anakadiriwa kuwa na miaka 60 mpaka 70.